Na kama ilivyo ada na kama ilivyo utaratibu, hapa Mkali Studio naelezea kuhusiana na suala la jinsi maisha ya binadamu yalivyo. Kwa maana upande wa binadamu wanapaswa kufahamu kitu kimoja, ambacho ni kwamba kila binadamu ana kitu kama spirit. Tunaposema spirit tunamaanisha ana kama kitu fulani ndani yake kwenye taswira ya maisha yake, ambacho kitu hicho ndio kinamuongoza kufanya kitu chochote na kinampelekea kwenye hatima yoyote, endapo iwe hatima ya kifo au hatima ya afya. Sasa hapa ninachokielezea ni kwamba binadamu yeyote, ili uweze kufanikiwa, ili uwe na mafanikio, kuna kitu kipo ndani yako, kuna kitu unaishi nacho, kuna kitu huwezi kukitambua kama hujampata mbeba maono wa kuweza kukuambia kuhusiana na hicho kitu. Na ili hicho kitu uweze kukijua, ni lazima umpate mbeba maono. Na huyo mbeba maono yuaje, yani yukoje? Mara nyingi mbeba maono ni mwanasayansi kwa lugha ya Kiingereza, lakini kwa lugha ya Kiswahili anaitwa mganga wa jadi, yani mganga wa kienyeji. Na huyu mganga wa kienyeji anaweza kuongea na kuonana ana kwa ana na spiriti iliyopo ndani yako. Na spiriti iliyopo ndani yako inaishi na wewe na iko kwa ajili ya kukulinda na mabaya, pia kukulinda na mazuri. Kitu ambacho binadamu tumeumbiwa kipo ndani yetu, ambacho tunatamba nacho, alafu hatujui madhara yake. Ni kwamba vile vitu ambavyo tunavitaka na ndio vitu ambavyo hatutakiwi kuvifanya au hatutakiwi kuvipata. Mtu unahitaji gari, lakini hatima maisha yako haihitaji wewe umiliki gari. Yani wewe hujaletwa duniani kumiliki gari, lakini wewe umefika, umeyakuta magari, unayatamani magari. Hutokaa ufanikiwe, hutofika kumiliki gari. Na kama ukitokea umemiliki gari,
hutodumu na hilo gari. Kuna mawili, kuna mambo kadhaa yatakukuta. Aidha gari ipate ajali, isambaratike kila kitu, au wewe upate ajali, alafu hatima ya ile gari ihakikishe kwamba ile gari umeiuza, umechukua pesa, umeenda kutibiwa au umeenda kufanya kitu fulani ambacho ili mradi kitafanya ile gari isionekane katika maisha yako. Na itapotokea gari haijaonekana katika maisha yako, kumbuka utapokuwa umemiliki ile gari utakuwa umefanya makosa makubwa sana. Ni makosa makubwa sana ambapo spirit yako ya ndani ambayo inafanya kazi ya ulinzi wa hatima ya maisha yako itakuwa imefanya mistake kukuacha wewe mpaka ukamiliki gari. Na itakachokifanya ni kwamba wewe utafilisika. Kitendo cha kule kumiliki ile gari na ile gari itafuja kupotea, itafuta kwamba umeiuza au imebangalanyuka, imepata ajali, imepukutika, haifai tena kutumika kama gari. Inachotakiwa ni kuiuza kama scraper. Itafika tu mahali kwamba utaiuza kama scraper, wewe utabaki una gari na pesa zote zitapukutika, hatimaye utaishi maisha. Kuna kipindi utapitia maisha magumu ambayo hukukaa kutarajia wala hukutegemea kama utapitia maisha. Nani maisha ambayo utatamani hata ufe leo hii. Kwa hiyo unatakiwa upate mbeba maono, iza awe mchungaji. Kwa Kiswahili tunasema mchungaji, lakini kwa Kiingereza wanaita pastor, yani mtumishi wa Mungu. Sasa kumbuka, leo nakupa siri hii. Kumbuka kwamba mbeba maono ambaye ni mwanasayansi na pastor ambaye ni mchungaji, sawa, hao wote wameumbwa na Mungu na wao wako katika hatima zao, na wao ni kama wewe. Wao hawajatoka sijui wapi. Pia tunasema wanadamu wengi wanasema kuna shetani, wanadamu wanasema sijui kuna Mungu. Hakuna hivi vitu viwili tofauti. Hizi ni fikra na akili katika harakati za maisha ya binadamu, ambayo binadamu hao wameshindwa kutambua hatima za maisha yao. Wamefikia hatua ya kuchukua mawazo ya namna hiyo, ambapo wanaishi kwa imani, hawaishi kwa ujasiri na imani. Wenyewe wanaishi kwa imani tu, na ndio maana wanafikia hatima ya mambo kama hayo, ya mawazo ya namna hiyo. Lakini ni kwamba ukweli, binadamu wote ni kitu kimoja, isipokuwa spiriti zetu na hatima zetu ndio zinatofautiana. Aliyeletwa duniani kuja kusaidia watu, anatakiwa afanye kazi ya kusaidia watu. Aliyeletwa duniani, lakini nikisema nielezee kuwa aliyeletwa kufanya kitu fulani,
litatumia muda mrefu. Inatakiwa ngoja niseme kwa kile ambacho umezuiliwa kukifanya, ili uweze kufika kwenye hatima ya maisha yako wewe ya kurelax. Ila tu hicho kitu ndio kinakufanya wewe usifike hapo. Ili uweze kufika hapo, lazima uache kufanya hicho kitu. Na ili usiweze kukijua hicho kitu, uweze kukijua mwenyewe kawaida kwa akili yako, wala mtu mwingine yoyote kutazama, kama hujamuona mbeba maono. Sasa iko hivi, wewe unaweza ukawa umeambiwa, yani umewekewa kwamba usimiliki gari. Sawa. Kuna mwingine ameambiwa hivi, amewekewa kwamba hivi, kila mwezi lazima atoe kafara, yani kila mwezi lazima afe, auwe mtu. Kuna mwingine amewekewa lazima aishi maisha ya kutokula nyama tu, yani hii inaitwa nyama, kama vitu vyenye nyama, kama ni samaki, sijui nyama, asiruhusiwe kula. Kuna mwingine amewekewa ni kwamba asije kusubutu kupanda kwenye gari, yani gari hii maisha yake yote asije kusubutu kupanda gari. Kuna mwingine asije kusubutu kumiliki hata bodaboda. Sawa. Kuna mwingine amewekewa asije kumiliki nyumba. Kuna mwingine amewekewa asije kutoa msaada. Kuna mwingine amewekewa asije kukanyaga kanisani, sema ambayo inaitwa kanisani. Kuna mwingine amekuja kuwekewa asije kusubutu kukanyaga sehemu ya viringe, sijui unanielewa, yani sehemu zinazosema ibada za kishirikina, zile sehemu zote asije kusubutu kukanyaga, amewekewa hiyo. Yani kila mmoja amewekewa nini. Sasa inapotokea wewe umefanya kile kitu, sawa, na mara nyingi huaga tunapenda kufanya kile ambacho hatuhitajiki kukifanya, ndipo yani hapo ndio tuliporogewa. Ni kwamba tunapenda kufanya kile ambacho hatukupaswa kukifanya, na sisi ndio tunaona ndio fahari na ndio starehe na ndio tunachotakiwa kukifanya. Na ndio maana kinachokuja baadaye ni kwamba unakuta kila unapojitahidi kufanya kitu hakiwezi kukamilika. Kuna wakati unashuka kwenye maisha ya shida sana. Kinachokufanya ushuke kwenye maisha ya shida sana ni kwamba kuna kitu umekifanya ambacho hukutakiwa kukifanya. Kwa hiyo umetumia forcing kukifanya kwa sababu ulikuwa na idea ya kuweza kukifanya, na umeona siku nyingi umehangaika kukifanya lakini imekuwa ni ngumu. Kwa hiyo unajikuta umekuwa ni forcing, umeforce kwa sababu kulikuwa mpata mwanya, umeforce kuingia kufanya. Kwa sasa utapokuwa umefanya, kinachotakiwa inakuja kutokea ni kwamba hutoweza, yani lazima upukutike, upitie harakati ngumu, na mpaka ile level ya kufikia pale kwenye kile kitu iwe ni ngumu kwako. Kwa hiyo ndio maana ukifika kwa mbeba maono ya hatima ya mtu, yani hatima ya maisha ya mtu, amba kitu gani hataki kukifanya, mbeba maono, ukienda kwa mganga wa kienyeji ambaye amepewa uwezo wa kuona ya kuwasiliana kile kilichopo ndani yako, anachokifanya anawasiliana kile kitu, na mara nyingi hauwezi kukwambia direct kwamba kitu fulani huwezi kutakiwa kukifanya. Lazima akuchallenge, lazima akupe vizingiti, lazima akupe mitihani kadhaa, kwa sababu wameumbiwa hivyo. Yani hivyo ndivyo walivyoumbwa, na hivyo ndio hicho ndio na wao, hizo ndio hatima zao wanazijua. Yani mbeba maono yote anajua hatima yake, kwa hawezi
kwenda tofauti na hatima yake, maana anajua atakachokutana nacho, anajua. Akishaambiwa, kwa mfano ameambiwa ameongea na spirit iliyopo wewe ndani yako, akaambiwa kwamba huyu mtu hapaswi hapaswi kumaliza mwezi hajatoa kafara, hajaua mtu, hapaswi kumaliza mwezi hajaua. Hata mganga atakufanya ukifika pale hawezi kukuambia direct kwamba hivi wewe hupaswi kumaliza mwezi hujaua, hawezi kubeba. Anachofanya, anakuzungusha kwanza, atakwambia mara kalale makaburini, atakwambia mara nenda kalale barabarani, atakwambia mara sijui uende sijui ukalale sijui wapi, mara sijui atakwambia sijui uende sijui baharini, mara atakwambia sijui uende kupigane na simba, mara sijui atakwambia atakuzungusha zungusha, alafu hatimaye atakwambia mara toa sadaka unatakiwa toa mtu fulani, anaambiwa unaletewa mtu pale, anaambiwa mtoe huyu mtu. Hapo pote bado anakupima challenge ya je, unaweza ukafikia ukifika kwenye hatima hiyo, hata kama ukiambiwa kwamba kila mwezi unatakiwa uue, je utaweza? Kwa hiyo anakuwekea pale, toa labda sadaka kwa sasa hivi, unatakiwa utoe sadaka. Hakwambii kwamba kila mwezi utatakiwa utoe, anakwambia unataka utoe sadaka. Anakwambia unatakiwa utoe sadaka labda ya mtu, huyo mtu ni nani, anakuletea pale papo, huyu mtu unatakiwa umtoe. Kwa hiyo ukiangalia unaona mbona huyo ni fulani, na mara nyingi mtu wa kwanza kukuletea, mtu mwenye asili ya hatima namna hiyo, mtu wa kwanza kukuletea unaletewa mzazi wako, aidha ni baba au ni mama au kama ulikuwa una mlezi au mlezi ambaye ameshikilia hatima ya maisha yako tokea umezaliwa mpaka hapa ulipofika.